Sifiwe. Nimeokoka. Nashukuru Bwana kwa ubali huu. Amekuwa mwema kwangu. Ninayo sababu ya kumshukuru. Ninayo sababu ya kumwambia yeye ni mwema kwangu. Kichwa cha ujumbe wangu nimekipa ya kwamba faith in Christ, ama imani katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Vitu zinaweza zikuje katika maisha yako za kukufanya imani yako iweze kuenda chini. Nataka nikuambie ya kwamba zidi kuinua imani yako kwa Bwana na kumwamini, na yeye ni mwema, na Mungu hajawahi shindwa, anabaki kuwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma kwenye kitabu cha Mark sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 12. Pasipatikane kitu hata kimoja cha kuzusha imani yako kwa Bwana. Kila wakati, kila dakika, kila saa, endelea kuinua imani kwa Bwana ya kwamba yeye ni mshindi, ya kwamba yeye anaweza, ya kwamba yeye ni mtetezi. Pasipatikane kitu cha kuzusha imani yako, na Mungu ni mwaminifu, atatusaidia kila wakati, maana yeye ni mwema. Biblia inasema akaingia Kapernaumi tena baada ya siku kadha wa kadha, ikasikiwa ya kwamba yumo nyumbani. Wakakusanyika watu wengi, isibaki nafasi hata mlangoni. Akawa akisema nao neno lake. Wakaja watu wakimletea mtu mwenye kupooza, anachukuliwa na watu 4. Na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano, walitoboa dari pale alipokuwepo, na wakiisha kuivunja wakaliteremsha godoro alilolilalia yule mwenye kupooza. Naye Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Na baadhi ya waandishi walikuwako wameketi, wakifikiri mioyoni mwao, mbona huyu anasema hivi? Anakufuru. Ni nani awezaye kusamea dhambi isipokuwa mmoja, ndiye Mungu? Mara Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo nafsini mwao, akawaambia, mbona mnafikiri hivi mioyoni mwenu? Vyepesi ni vipi kumwambia mwenye kupooza, umesamehewa dhambi zako, au kusema, ondoka, ujitwike godoro uende? Lakini mpate kujua ya kwamba Mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamea dhambi. Na kuambia, ondoka, ujitwike godoro lako na uende nyumbani mwako. Mara akaondoka, akajitwika godoro lake, akatoka mbele yao wote. Hata wakastaajabu wote, wakamtukuza Mungu akisema, namna hii hatujapata kuiona kamwe. Bwana libariki neno lako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia inasema akaingia Kapernaumi tena. Baada ya siku kadha wa kadha, ikasikiwa ya kwamba yumo nyumbani. Na huyu ni Yesu. Biblia inasema akaingia Kapernaumi tena baada ya siku kadha wa kadha, ikasikiwa ya kwamba amerudi nyumbani. Kwa hivyo inamaanisha alikuwa ametoka nyumbani na akarudi tena. Na wakati aliporudi, Biblia inasema ikasikiwa ama ikasikika ya kwamba Yesu amerudi nyumbani. Na kwa kawaida tu venye ilisikika na kila mtu, Biblia inasema kuna mtu mmoja aliyekuwa amepooza, ako nyumbani kitandani amelala. Mstari wa 2 ndio inasema, na pia wale walisikia hiyo habari ya Yesu ya kwamba amerudi nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe.
pia wale wakasikia tu kama wengine, na kwa sababu walikuwa na shida inawasumbua kwao, kwa sababu walikuwa na mambo, kitu kilichokuwa kinawasumbua, naye ni yule mwenye kupooza. Bwana asifiwe. Na watu wakawa wamekusanyika hapo, wamemzunguka Yesu. Kama kwa kawaida, mahali popote Yesu alipokuwa anaenda, watu walijaa. Popote alipokuwa anafundisha neno lake, watu walikuwa wanamzunguka sana. Watu walikuwa wanamjazia mahali, na Biblia inasema walimzunguka pasipatikane hata nafasi. Kwa hivyo mahali alikuwa amesimama, watu wakawa wamejaa wengi, na watu wakawa na mtu aliyepooza. Alikuwa na ugonjwa wa kupooza, hakujiweza kamwe, kwa sababu Biblia inasema walichukuana watu 4 wakawa wamembeba. Na watu 4 walipokuwa wamembeba, kufika mahali karibu na Yesu, watu wakawa wamejaa, wasipate hata njia ya kumfikia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na hicho kilikuwa kizuizi cha kuzusha imani yao. Bwana asifiwe. Vile watu walikuwa wamejaa, ndio wakitoka nyumbani walikuwa na imani ya kwamba tutakapofikia Yesu, mgonjwa wetu atapona. Na walipofika karibu na yeye, Biblia inasema kukawa na kizuizi kikubwa sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wakawa wamemzuilia, na watu wakawa wamewazuilia, pasipatikane hata nafasi ya kumfikia Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nini hicho kimekuzuilia? Umezuiliwa na nini kwa maisha yako? Ni nini hicho kinakufanya imani yako iende chini? Walipoona vile watu wamejaa, ninaona maybe kama hawakuwa na imani kubwa, labda wangerudi nyumbani na waseme kesho tutasikia ako wapi, na tufike mapema sana kabla ya watu wajae. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwao haikuwa hivyo, kwa sababu walikuwa na imani kubwa sana ya kwamba mpaka tu tumuone Yesu, mpaka tu tufikishe huyu mgonjwa wetu kwa Yesu, mpaka tu tufike mahali alipo, ni lazima tu tutafika. Haijalishi tutafika kwa njia gani, haijalishi tutafika pipi, lakini kile tunajua ni mpaka tufikie Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na mkutano ukawa unawazuilia, na watu wakawa kizuizi kwao ya kwamba hamtafika. Nafurahia hawa vijana 4, kwa sababu walipokuona watu wamejaa, haikufanyika kizuizi kwao, hata kama ilionekana kwamba ni kizuizi cha kuzusha imani yao. Haikuwa hivyo, walizidi tu kuinua imani yao, na wakasema ya kwamba haitoshi, tutatafuta njia badala, tutatafuta njia badala, bora tumfikie Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tutatafuta njia badala, bora tufike mahali tunataka kufika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unapokutana na kizuizi kwa barabara, usifunjike moyo. Amua, nitatafuta njia badala, nitatafuta njia ingine, bora nifike mahali ninataka kufika, bora nikutane na baraka zangu, bora nikutane na muujiza wangu. Hiki hakitakuwa kizuizi cha maisha yangu, hiki hakitakuwa kizuizi cha kunizuilia njiani, nitatafuta njia badala. Biblia inaniambia ya kwamba walipoona hawawezi kufika kwa kutumia ile njia ilikuwa inatumiwa na watu wengine, walitoboa juu, waliingia na wakaamua kutafuta njia juu. Bwana Yesu asifiwe. Wakaamua kutafuta njia kwa mabati. Haleluya. Na wakaamua, tutatoa mabati hapa juu na mgonjwa wetu atafikia Yesu, kwa sababu akimfikia tu ndipo atapona. Glory be to Jesus. Na kwa kweli
wakatafuta njia badala na wakatoboa juu. Kwani kuna wengine walikuwa huko juu? Hapana, ni wao peke yao. Kwa sababu watu wengine hawangefikiria ya kwamba mabati pia inaweza kuwa njia. Mabati pia inaweza kuwa njia ya kumfikia Yesu. Na Biblia inaniambia ya kwamba wakatoboa njia ingine ya kufika kwa Yesu. Na walipoitoboa wakaachilia mgonjwa wao. Walipomwachilia, Yesu aliangalia, akaiona imani yao. Yesu aliangalia, akaona hii imani ni kubwa sana. Imani kama hii hawataweza kurudi vile walipokuja kwa sababu ya imani yao. Biblia inasema alipoiona imani yao. Bwana Yesu asifiwe. Glory be to Jesus. Yesu alipoona imani yao, alimwambia yule aliyepooza, mwanangu, dhambi zako zimesamehewa. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe tunapoinua imani zetu kwa Yesu, pia dhambi zinaweza samehewa kupitia kuinua imani. Alipoona imani zao, aliwaambia, dhambi zako zimesamehewa. Mwanangu, dhambi zako zimesamehewa. Bwana Yesu asifiwe. Sielewi alikuwa amepooza kwa sababu ya dhambi ama ni juu ya nini, lakini Biblia inasema, mwanangu, dhambi zako zimesamehewa. Kupitia kuinua imani kuna kusamehewa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Glory be to Jesus. Biblia inasema alipoiona imani yao. Glory be to Jesus. Na mtu aliyeinua imani, na mtu aliye na imani ya juu, afanyi vitu za kawaida. Glory be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Wakristo, mtu aliyeinua imani juu kwa Bwana, mtu aliye na imani ya juu, afanyi vitu tu za kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hawa juu ya imani, kwa sababu ya imani walifanya kitu cha tofauti. Tunapoinua imani zetu, tunastahili kufanya vitu za tofauti, vitu ambazo hazifanywi na watu, wazifanywi tu na watu wale wengine. Bwana Yesu asifiwe. Wakafanya kitu cha tofauti, wakafanya kitu cha pekee, wakafanya kitu ambacho hakifanywi na wengine. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema alipoiona imani yao, kwa sababu ya kile kitendo walichokitenda, kwa sababu ya ile hatua walioichukua, kwa sababu ya yale mambo walioifanya, aliambia yule mwenye kupooza, dhambi zako zimesamehewa. Bwana Yesu asifiwe. Na aliposamehewa dhambi zake, Biblia inasema basi baadhi ya walimu wa sheria waliokuwa wameketi huko wakawaza mioyoni mwao. Palikuwa na walimu wa sheria. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inawaita walimu wa sheria, watu ambao waliojua sheria mpaka wakawa wao ni walimu wa sheria. Na Biblia inasema walikuwa wameketi wakawaza mioyoni mwao. Mstari wa 7, wakaanza kuwaza mioyoni mwao, wanaulizana, kwa nini mtu huyu anasema hivi? Huyu anakufuru. Ni nani awezaye kusamea dhambi isipokuwa Mungu peke yake? Angalia vile walimu wa sheria wanaulizana, ni nani huyu awezaye kusamea dhambi isipokuwa ni Mungu peke yake? Bwana Yesu asifiwe. Glory be to Jesus. Watu ni watu, wachana na watu. Muamini tu Mungu peke yake.
Bwana Yesu asifiwe. Angalia, alipoambia yule mwenye kupooza umesamehewa dhambi, Biblia inasema walimu wa sheria wakaanza kuulizana, kwa nini amefanya hivyo? Kwa nini ametenda hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Wanaulizana, ni nani awezaye kusamea isipokuwa Yesu peke yake, isipokuwa Mungu peke yake? Biblia inasema mara moja Yesu akatambua kile walichokuwa wanawaza mioyoni mwao, naye akawaambia, kwa nini mnawaza hivyo mioyoni mwenu? Yale yote waliokuwa wanawaza, Yesu akajua wanachowaza, akawauliza, kwa nini mnawaza hivyo mioyoni mwenu? Ni jambo gani lililo rahisi kumwambia huyu aliyepoozwa umesamehewa dhambi, au kusema inuka uchukue kitanda chako uende? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anawauliza, yani kuambia mtu umesamehewa dhambi au kusema inuka uchukue kitanda chako uende, imekuwa shida kwenu? Imekuwa masumbufu kwenu? Imekuwa inawasumbua? Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie, utakapong'ang'ana na utafute njia badala, na kweli kabisa ukutane na Yesu na abadilishe maisha yako, usifikirie watu watafurahia. Watu watabaki tu wakisumbuka na kile Bwana ametenda. Watabaki tu mioyoni mwao wanasumbuka wakiulizana, imekuwaje amefika hapo? Imekuwaje ametendewa hiki? Imekuwaje amebarikiwa kiango hii? Imekuwaje ametenda hiki? Kwa sababu watu hawatutakii mazuri, wapendwa. Hawatakii wengine mazuri. Wanataka tu ukae chini. Wanataka tu ukae umefinyiliwa. Wanataka tu ukae chini kabisa. Unapoinuka inawasumbua. Unapoendelea inawasumbua. Usijali na usisumbuane na wao. Zidi kuinua imani yako kwa Bwana na kumwangalia Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Masumbufu yao isikusumbue. Hiyo ni kawaida. Tunaona huyu aliposamehewa dhambi na kuponywa na Yesu, wenye sheria walikuwa wanasumbuka, walikuwa wanaulizana maswali, ilikuwa ni tisho kwao. Bwana Yesu asifiwe. Glory be to Jesus. Verse number 10. Lakini mpate kujua ya kwamba Mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehea dhambi. Yesu akawajibu akawaambia, wacha hivyo mnasumbuka. Wacha hicho kinawasumbua. Kando na hicho mnaona kama ni dili kubwa. Aliwaambia, Mwana wa Adamu anayo uwezo duniani wa kusamehea dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 11. Na kuambia, ondoka, jitwike godoro lako uende nyumbani. Mara akaondoka, akajitwika godoro lake, akatoka mbele yao wote, hata wakastaajabu wote, wakamtukuza Mungu wakisema, namna hii hatujapata kuiona kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Glory be to Jesus. Biblia inasema akamwambia, after amemsamea dhambi, akamwambia, jitwike godoro yako na uende nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, Church of God. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, chukua godoro yako, chukua kitanda chako uende nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Alipokuwa anaenda kwa Yesu, alipokuwa anapelekwa kwa Yesu, alikuwa amebebwa na kitanda. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba unielewe. Wakati alipokuwa anapelekwa kwa Yesu, alikuwa ako juu ya kitanda. Wakati alipofika kwa Yesu, na bila shaka akakutana na Yesu, Biblia inasema Yesu akamwambia, inuka, jitwike godoro yako na uende. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaona yule mgonjwa ameibeba kitanda. Wakati amekutana na Yesu, hakubebwa tena na kitanda. Bwana Yesu asifiwe. Glory be to Jesus. Hakubebwa tena na kitanda, ila alikibeba. Bwana asifiwe. Tunapokutana na Yesu, hatutabebwa tena na shida zetu, ila tutazibeba kwa sababu tutakuwa tumezishinda nguvu. Alikibeba kwa sababu alikishinda nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Glory be to Jesus. Ninaomba ni ombi langu na ndua ya kwamba kilichokuwa kinakusumbua, huu ni mwaka mpya, wacha kikawe chepesi kwako. Wacha kikawe chepesi kwako ili kwamba ukakishinde nguvu na ukaweze kukibeba, kwa maana Mungu wetu ni Mungu pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Glory be to Jesus. Hautabeba tena na mahangaiko, ila utayabeba kwa sababu yatakuwa miepesi, kwa sababu umekutana na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Glory be to Jesus. Na wakati huo alipomwambia, jitwike gondolo lako na uende nyumbani, akachukua ile gondolo. Biblia inaniambia ya kwamba alipokuwa anakuja, hakupata njia ya kufika kwa Yesu. Alipokuwa anatoka, walimpatia njia. Walimpa njia ya kutoka. Walimpa njia ya kutoka. Na Biblia inasema watu wakashangaa, wakastaajabu kwa sababu ya yale Yesu ametenda. Ni ombi langu na ndua, mwaka huu watu wakashangaa kwa sababu ya yale Mungu anaenda kutenda. Na Mungu akatenda vitu za ajabu katika maisha yako, maana Baba yetu ni mwaminifu. Unapoinua imani kwa Bwana, hakuna jambo litakuwa ngumu. Yote tutashinda kwa jina la Yesu Kristo. Yote tutayashinda kwa jina la Yesu Kristo. Mtu aliyekuwa amepooza akapata uponyaji wake. Biblia inasema alipokuwa anatoka, alipatiwa njia. Waliokuwa wanamzuilia, hakuzuilika tena, maana amekutana na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka huu hatuzuiliki na chochote, hatutazuilika na chochote. Tutapita na yale yanatusumbua, tutapita na yale yamekuwa kikwazo katika maisha yetu, tutapita na yale yamekuwa kikwazo. Bwana Yesu asifiwe. Glory be to Jesus. Hallelujah, Church of God. Bwana Yesu asifiwe. Hapatapatikana kitu cha kutuzuilia, manake tunaenda mbali. Tunaenda mbali katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi ni yapi yametokea, ila Bwana anabaki kuwa mwaminifu. Mungu anabaki kuwa mwaminifu kwetu. Tutaenda mbali wapendwa. Usiwe na wasiwasi. Hakuna kile kitatuzuilia. Bwana Yesu asifiwe. Hatuzuiliki, manake tunaye Mungu mkuu. Tunaye Mungu mtetezi wetu. Tunaye Baba anayeweka njia pasipo na njia. Alipopokea uponyaji wake na akabeba yaliyokuwa yamembeba, Biblia inasema alipatiwa njia ya kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Alizuilika tu kwa kuingia, lakini kwa kutoka angewezekana kuzuilika tena. Hapangewezekana kuwa na kikwazo kwa njia. Bwana Yesu asifiwe. Manake aliinua imani juu na akataka kabisa kumuona Yesu, kukutana na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni mwema. Atupe ushindi usio wa kawaida, maana tunamwamini na imani zetu
ziko kwake. Tunamwamini peke yake ya kwamba anashindana vita vyetu, ya kwamba yeye ni mtetezi wetu, ya kwamba yeye ni kimbilio letu, ya kwamba yeye ndio tegemeo letu. Kila wakati, kila dakika, kila saa umwaminifu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wote Bwana ni mwaminifu. Wakati wote Mungu anapigana vita vyetu na hajawahi shindwa kamwe. Wakati wote anabaki kuwa mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Inamisha kichwa chako niweze kuomba. Bwana, ninakutukuza, ninakuinua. Ni asante kwa neno lako, ya kwamba tuzidi kuinua imani zetu kwako, ya kwamba tuzidi kukuamini, ya kwamba una msaada wa maisha yetu, ya kwamba wewe ni mtetezi wetu. Tunaweka tumaini letu kwako. Pigana vita vyetu Bwana. Asante kwa uweza wako na uaminifu wako. Wastahili kuinuliwa Baba yetu, wastahili kuabudiwa. Wewe ni Mungu usiyelinganishwa, usiyefananishwa na chochote. Na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Nda sadaka yako tunapotolea Bwana sadaka zetu. Na tuombe kwa ajili ya sadaka. Ninakushukuru Bwana, ninakupa sifa. Umetupa vingi, tunakutolea vichache. Naomba upokee sadaka zetu zikafanye kazi yako. Na ni katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Leta sadaka yako na Bwana akubariki. Umwaminifu Bwana, umwaminifu Bwana, kila siku na kila saa. Umwaminifu Bwana, umwaminifu